Mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kapu la Uchumi, na unazoziona katika kiwambo cha runinga yako ni picha za moja kwa moja kutoka katika eneo la Mvindeni, kaunti ya Kwale, ambako maonyesho ya kibiashara yanaendelea. Maonyesho haya yamewavutia viongozi tofauti tofauti akiwemo waziri wa utalii na masuala ya kibiashara Bwana Mutua, ambaye pia ataweza kuzuru katika maeneo haya na tutakuwa tunakuletea picha hizi za moja kwa moja. Hebu tuweze kusikiliza kauli za wafanyabiashara mbalimbali na mengine mengi yanayoendelea kujiri katika eneo hili. Kwa majina anaitwa Salim Juma Changani, ni project coordinator wa Diani Business and Trade Expo ambayo inafanyika hapa Mvindeni Opportunity Center. Malengo ya expo hii ilikuwa ni kuleta wanabiashara wadogo, wakati na wakubwa na hata wawekezaji katika sehemu hii ya Diani, Pwani na Kenya kwa jumla. Na pia ilikuwa tunatarajia kwamba tunaweza kuhamasisha vijana na wanawake tuwawezeshe katika kufanya biashara, kwa sababu ajira imekuwa ni donda sugu, si katika county government wala national government. So pia tulikuwa kuna malengo ya kuleta soko liwe moja. Hapa wanabiashara wanatoka sehemu tofauti tofauti, lakini tulitaka wawe katika sehemu moja ili wafikie watu wengi kwa wakati mmoja. Vile vile tulikuwa tunajaribu kuona ni jinsi gani biashara na uwekezaji hapa Kwale unaweza kuboreka, kwa sababu watu wako na maono, watu wako na fikra nzuri za kibiashara, lakini wawekezaji ama mitaji ndio hakuna. So wawekezaji wakiwepo mahali kama hapa, inakuwa ni urahisi wa kuweza kufikia wale ambao wako na maono huko chini, lakini hawawezi kutimiza ndoto zao. Ushirikiano kwa ndio moja, networking, ili watu waweze kufikia malengo ya kibiashara. Lakini pia katika wakati huu ambao ni wa festive season, kwa tunataka promote tourism, ambapo hii ni December, tuko na wageni tofauti tofauti waweze kuja kuona mila na tamaduni zetu. Hapa pako na vitu tofauti tofauti za kitamaduni kama makawa, vipepeo na vikoba ambavyo vimeweza kutengenezwa katika hali ya kitamaduni, watu waweze kuona Kwale ikoje. So huu ni mwanzo tu, na kauli mbiu ya mwaka huu tumesema connecting business, creating opportunities. Kwa majina naitwa Dexter Gesa, nafanya na shirika la Kwale Recycling Center. Sisi tunajihusisha na masuala ya ukusanyaji wa taka, usafishaji wa miji, tukiangalia masuala mazima ya circular economy, because all over the world now tumerealize that the damage has already been done. Hatuna budi kurudi nyuma, lakini tunaweza jikosoa kutoka pale mahali ambapo tuko. Tunasema kuwa takataka sana za plastiki ambazo tunasema zina madhara zaidi kwa mazingira, zenyewe kama plastiki si changamoto. Changamoto ni zile tabia zetu na zile mifumo ambazo tunazo ili kuondoa hizi taka kwenye mazingira. Ndio kwa sababu Kwale Recycling Center tuko hapa ili kuhakikisha kuwa tunakusanya zile taka, tunahamasisha jamii waweze kujifunza, waweze kuelewa mbona tunahitaji kukuza mazingira, na wachukue ikiwa ni jukumu lao kukuza mazingira, na waelewe pia kuwa katika masuala mazima ya circular economy, kila mtu ana sehemu yake ambaye anaweza shikilia, na tukishikana mikono sote kwa pamoja tutaweka miji yetu iwe ni safi na bora zaidi. Ni kweli kuwa tukiangalia sana masuala ya ajira katika nchi yetu imekuwa iko chini kidogo, na hivi sasa tuko hapa pamoja, tumejumuika katika Diani Business Expo. Ni platform ambayo inapatia mwanabiashara yeyote platform ya kujimarket yeye kama mwanabiashara, alete product zake hapa, alete biashara yake hapa, ili wanadiani, wanakwale wapate kujua ni mambo yapi ambayo yanaendelea hapa ndani ya Kwale. Ni mahali ambapo pia panasaidia kubadilisha zile ideas between business partners, na watu wana formulate new business partnerships kutoka kwa hizi platforms, ambayo ni mambo ambayo yanazidi kutusongeza mbele, yanazidi kufungua kazi mpya, yanazidi kufungua biashara mpya na kuzidi kutengeneza kazi ili vijana pia wazidi kupata ajira. Kwa majina naitwa Mambea Suleiman Hamisi. Mimi ni director wa Masuha Limited. Masuha Limited tuna deal na vifaa tofauti vya maji pamoja na vifaa vya umeme.
So tuko na bidhaa tofauti zikiwemo solar systems, tuko na inverters, tuko na lithium batteries ambazo tunazitumia sana katika majumba yetu, especially wakati huu ambao bei za umeme zimeenda juu. So tumeweza kufanya installations kwa nyumba binafsi, tunafanya installations kwa mashule, kwa makampuni, kwa mahoteli, ili kuwezesha watu kuweza kutumia vyombo vyao vya umeme bila wasiwasi wowote. Pia tuko na bidhaa za irrigation, especially kwa hali kama huko ambako tuko na mashamba, maeneo haya ya Kinondo, maeneo ya Shimba Hills, Kikoneni huko, tuko na bidhaa tofauti hapa. Tuko na solar pumps, tuko na sprinklers ambazo tunafanyia mambo irrigation, tunaweka drip irrigation systems. Alafu pia tuko na mashine za kusafisha maji, especially katika eneo letu ile ambalo maji mengi yanapatikana ni maji ya chumvi. So tuko na reverse osmosis machines ambazo tunazitumia kutoa chumvi kwenye maji. Lakini pia tumezindua mashine mpya ambayo imekuwa na urahisi kidogo katika wateja wetu. Sasa hii tumekuwa na tatizo kubwa la maji kuwa na chumvi nyingi sana. Tunapata mifereji inaharibika, hata vyombo vikioshwa vinakuwa kama vinafanya kama scam ndani. Sasa ziko mashine ambazo tumezileta za kufanya descaling ambazo ni tofauti na zile za kitambo, ambao bei zake pia ziko chini kidogo. So kwa upande wa solar pumps, tuko na pumps tofauti. Tuko na ndogo ambazo zinatumika kwa mahitaji ya nyumbani, alafu tuko na pumps kubwa mpaka ambazo zinaweza kupiga mpaka lita 20,000 kwa jisaa ambazo zinatumika katika mashamba. So expo hii tumeitarajia na tumekuja tukiwa na hamu kubwa sana ya kukutana na wenye mahoteli pamoja na wale wanaomiliki cottages katika area yetu ya Diani, tukiwalenga wao zaidi na zile bidhaa tulizonazo tuweze kuwauzia. Pia tulitarajia sana kupatana na wakulima ili waje waone zile bidhaa ambazo ziko hapa na yale matatizo wanayopitia pia tuweze kuwasaidia. Tutakuwa na session mbili. Session ya kwanza ni ndugu yetu Mohamed Mwachausa, Executive Director wa Summer Sports, atafanya presentation ya dakika 5 mpaka 10 ambayo mada yake ni kuhusiana na kwa nini vijana wengi ama biashara nyingi huwa hazifiki mwaka au miaka miwili. Changamoto iko wapi? Ni kurogwa, ni tabia, ni hulka, ama ni mila gani ambayo tunakosea? Hayo yote tutapata kusikia kwake. Baadaye naye atarudi akae hapa kama panelist. Ndugu yangu Rais Mangale ataongoza kama moderator wa hiyo panel discussion. Pia tunataka kuangalia tunaweza vipi kuendeleza biashara zetu kupitia ubunifu na ushirikiano wa maana. Asanteni sana, karibuni, jisikie mkono. Ndugu yangu. Haya, asante sana mwenzangu, asante sana. Basi kabla kupoteza wakati, maana muda umesonga, ningemuuliza Executive Director kutoka Summer Sport Youth Trust Bwana Mohamed Ali Mwachausa. Wajua ni hapo vigumu sana kuintroduce mentor. Hiyo mentor anapokuwa anazungumza sana ugali unatulia. Mwachausa na historia nayo kubwa sana. Nisingesimama hapa leo hii kama si Mwachausa. Tupige makofi. Mwachausa amenijua tangia 2011 nikiwa high school. Kogani huko nikiwa na nje mambo na journalism club. That is a story for another day, lakini leo hii karibu sana uweze kutuzungumzia kwa machache ambayo umeweza kujaliwa nayo. Karibu. Asante sana brother Ras na pia brother Salim kwa utangulizi huu. Mimi ni Mohamed Ali Mwachausa, nafanya kazi na shirika la Summer Sport Youth Trust. Leo hii nimekabidhiwa jukumu, ilikuwa nizungumze na vijana kuhusu zile siri za kuweza labda kufanikisha biashara, na topic ambayo kwamba nilipewa, although wameandika expert talk, mimi sizungumzi kama expert,
nazungumza kama mshauri. Topic inasema hustle to thrive, unlocking the secrets every young entrepreneur needs to win. Kwamba hustle to thrive, yani upambane ili uweze kuishi vizuri, na tunafaa kusema zile siri ambazo kwamba kila kijana jasiriamali ama mwenye biashara anazihitaji ili aweze kufanya vyema katika biashara zake. Kwa sababu muda umekwenda mno, nitakwenda haraka. Niko na siri 12 ambazo nitajaribu nizikimbize sana, ambazo kijana ambaye kwamba ni mwenye biashara ama ananuia kufanya biashara, basi akizitumia siri hizi huenda akajipata kama yuko mbele sana. Siri ya kwanza inasema start with what you have, not what you lack. Unapotaka kuanza biashara, anza na kile ulichonacho. Usiseme nataka kufanya biashara lakini nangoja sijui ile siku ambayo nitakuwa na nchi. Unapotaka kufanya biashara, anza na kile ambacho kwamba unakihitaji. Vijana wengi wanasubiri capital kubwa ndipo waanze biashara, lakini si capital kubwa inayofanya biashara, ni uwepo wako na kile ulichonacho ndicho kinaweza kuanza biashara. Na wewe uko na nini? Kama kijana uko na nguvu, uko na skills, uko na knowledge, uko na simu, uko na network, uko na mikono na uko na talanta. Hizi ndio vitu vya msingi kabisa wewe kuanza biashara yako. Wanasema kwamba kila biashara hapa Kwale kama Coast Region ilianza kwa udogo, alafu ndipo ikakua. Usitake kwamba unataka kuanza ikiwa kubwa tayari, huenda usiweze kuanza milele. Take home message katika hii nukta kwanza ni kwamba small start, big future. Anza kwa udogo uliko nao, lakini uwe na ari ya future kwa kama ni kubwa. Siri ya pili, solve a local problem, not a global one. Unapotaka kufanya biashara, jiwekeze katika hali ya kutatua tatizo ambalo liko local. Jiulize, hii biashara yangu inatatua tatizo gani? Uweze tu kuanza biashara na watu wakaja kukununulia, lakini ujiulize, mimi nataka kutatua tatizo gani? Na si tatizo la ulimwengu, tatizo la kijiji changu, tatizo la tauni yangu. Kwa mfano, inaweza kuwa kuna shida ya clean water delivery. Watu wengi wanalalamika kuhusu maji, labda maji ya serikali hayafiki kwa muda, ama yakikata yanachukua muda. Hilo ni tatizo. Wewe ungependa kufanyaje ili uhakikishe kama watu wanapata maji kwa kila wakati? Kuna masuala ya beach cleaning services kwa hotel. Mahoteli mengi yanapata shida ya kuweza kuokota taka na kuzihifadhi mahali zinapatikana. Wewe unajiongeza vipi katika hali ya kwamba hiyo tatizo unaliondoa na matajiri wa kusaidia na kazi hiyo wa hotel? Kuna swala la fast delivery to school. Watoto wengi wanashinda shule njaa kwa sababu wanatoka mbali na kwao, hata kutolewa shule lunch, wakisema naenda nyumbani na warudi wanachukua muda mwingi sana. Wewe unaweza kuingilia kati vipi ili kwamba watoto hata kama anatoka mbali sana na amepewa shilingi 20 ala atapata kitu cha kumshikilia tumbo mpaka jioni? What are you doing about that? Inaweza kuwa ni learning services for working mothers. Kuna kina mama ambao kwamba wakitaka kwenda kazini wanajiuliza, nitamwachia nani mtoto ama nitafundiwa na nani kufanya kazi gani? What are you doing about that? Ni tatizo ambalo kila mama kwenye nyumba ambapo anaenda kazini hapo nalo. Kwa sababu ya tourism kuna masuala ya tour guide. Wewe unadhani kama kuna enough tour guide kwa kuweza kuhakikisha kila mtalii anayekuja anaweza kuonesha mahali pa kwenda? Watalii wanaondoka hapa wanaenda Masai Mara, lakini kuna vitu vingi sana kama kupenda kuona hapa. What are you doing about that? Kuhakikisha kama mtalii akija anasema nasemekana kuna vitu hapa mahali mimi ningependa kwenda kuona. Phone charging in villages na fish drying and packages. Katika huu mtandao wetu hapa wa Pwani, wavuvi wengi wanaharibikiwa na bidhaa za samaki kwa sababu hawana value addition opportunities.
one of the ambazo ni rahisi ni kuweza kuandika samaki ili wasiharibike na ukawauza kwa bei ambayo kwamba ni nzuri. Hiyo ndio opportunity ambayo kwamba iko, lakini wewe kama kijana, what are you doing about it? So take away message kwa hii nukta ni kwamba solve a problem and people will pay for that. Nukta ya tatu ni kwamba learn one skill deeply. You can eat from it forever. Vijana wengi wanatapatapa sana. Mara yeye anataka kwenda kwa mjengo, mara yeye anataka kuuza juice, mara anataka kufanya kitu kingine. In 1 year amefanya hustle kama 15 na hakuna hata moja kwa amemtoa mjini. Unapotapatapa hauwezi jua ni ipi ambayo kwamba ilikuwa na nafasi ya kukuongeza. Lakini unapomakinika na moja, inamaanisha uko na uwezo wa kujua ni wapi unaweza kuiboresha na kupandisha cheo. So kauli inasema youth weaken themselves by jumping from hustle to hustle. Choose one skill and go deep. Become the best in it in your village or town. Katika sayansi studies zinasema kwamba ili uweze kuanzisha shirika mpaka upate ufadhili, average in the world is 18 months. Yani average dunia nzima ukitaka kuanza shirika ili lifike mahali kwamba limepata ufadhili ni average ya 18 months. Na maanisha kuna wengine wanachukua hata miaka 3, wengine hata wanachukua mwaka 1.5. Uweze kulianza kwa miezi 2 tayari useme kwamba tayari unataka kupatia mishahara, nikulipie karo na kitu kama hiyo. So consistency, ufanye kitu kila siku. Wanasema this is the biggest secret. Most youth lose not because they are weak but because they stop too early. Vijana wengi wanashindwa si kwa sababu hawakujaribu, lakini kwa sababu wameondokea hustle zao mapema sana. Yaani walisinywa mapema. If you show up every day, even when tired, even when broke, even when people wanakukejeli, if you show up every day, eventually it is going to pay. Consistency builds reputation, reputation builds money. Nukta nambari 5, money doesn't start a business, discipline does. Sio pesa ambayo inaanza biashara, ni nidhamu ya biashara ndio ambayo inaanzia biashara na kujenga. Unaweza kuwa na shilingi 50,000 na within a week ukawa hauna hata shilingi, na unaweza kuwa na shilingi 1,000 na baada ya wiki ukawa uko na 10,000. Ni nidhamu. Cha msingi, trust your money. Hakika unajua pesa yako inaenda wapi. Separate business from personal money. Pesa ya biashara uiheshimu kama vile unavyoheshimu kituo cha polisi. Na mwenzako akitaka kwenda Harare, akitaka kwenda beach na kwenda wapi, usiende na ile pesa ambayo umewekeza kwenye biashara. Mwambie kama unataka kwenda beach, unaona shilingi 10,000 hizi za biashara, lakini utafute zingine za mimi kwenda na wewe beach, lakini sio hizi ambazo kwamba nimeziwekeza kwenye biashara. Never mix business money with social pleasure. Spend less than you earn. Kama biashara yako inapata faida ya shilingi 500 kwa siku, tumia shilingi 200 usaze shilingi 300 kwa ajili ya kuongeza biashara yako. Lakini sio kama biashara inakupatia faida ya shilingi 500 lakini kwa siku unatumia 700. Ni mwezi tu utaiua. Kwa sababu unamaanisha unakula capital. Na unapokula capital itafika mahali hauna stock. Kitu kingine ni kwamba reinvest your profit. Unapopata faida ya shilingi 500 kwa siku, ukitumia shilingi 200, 300 zimebaki ambazo zipate the profit. Mwisho wa mwezi zile 300 zako za kila siku unaziongeza kwenye stock, inakuwa stock yako imekuwa kama maradufu ya ile ambayo ulianza nayo. Hivyo ndio watu wana grow. Your habits create your wealth. That is your take home message kwa nukta hiyo. Nukta nambari 6, your phone is your first office. Usilalamike eti kwamba mimi nitaanza biashara lakini mimi sina ofisi, sijui sina nini. Kuna malalamiko kila aina. You have so many excuses. If you have a smartphone, you already have an office. Sawa? Uko na WhatsApp kwa hiyo simu. What are you doing about it? Je, unaitumia kutangaza biashara ama kuitisha news? Uko na WhatsApp unatumia kuangalia vichekesho
unawekeza katika WhatsApp profile yako ile biashara unayofanya. Uko na Facebook, it's a marketplace. Unaweka nini katika Facebook yako? Uko na TikTok, unaweka nini katika TikTok yako? Jiulize ni traffic ngapi kwa inapita hapo kila siku. Kuna M-Pesa, unaitumiaje kuhakikisha kwamba unahakikisha bidhaa zinafika kwenye unazihitaji, au unahakikisha kwamba unaweza kupelekea mteja na hakulipa kabla ya kukutana na wewe. Kuna Canva, kuna Google Maps, kuna kamera. Kamera yako unaitumia kufanya nini? Unaitumia kupiga picha bidhaa zako ukitangaza, au unapiga tu picha za kuweka status uonekane kama wewe umekuwa mrembo sana. So these are the processes you need to ask yourself kama kijana, na ukitumia vizuri simu yako, you already have a fully fledged office. Kwa hivyo kauli mbiu ya hii nukta hii ni kwamba sell from your pocket, because you have your phone on your pocket. Nukta nambari 7, your network is your network. Mara nyingi vijana tunapokuwa kwenye biashara ama kwenye zingine zozote zile, tuko katika hali ya kwamba hutaki hata kukutana na watu. In fact, unadanganywa na watu, ukosane na watu wenye hata hujakosana nao. Kwa sababu rafiki yako fulani alikosana na mtu na wewe pia hutaki kumuona. Ujue the more you build your network, the more you build your network. Kwa hivyo cha msingi ni kwamba unapokwenda kanisani, jiulize ni wangapi katika wanaoenda kanisa ni potential customers wa biashara yako. Unapokwenda sokoni, ni wangapi kwa kwamba wako sokoni ni potential customers katika biashara yako. Katika sports events, unaenda kuangalia boli peke yake au unaenda kuangalia potential customers. Unapokuwa na school alumni, unawatumia katika kujenga biashara kama ni story za jambo kuonesha vile ambavyo wewe ulineemeka sana. Unapokwenda hotel, unapokuwa online, what are you doing to make sure your business is thriving? So take home message hapo ni your confidence is an economic asset. Nukta nambari 8, itabidi nikimbia haraka manake waziri amekuja. Don't look for support, create results first. Mara nyingi tunakimbia sana kumwambia huyu na yule na mwingine, njoo nisaidie gigi yangu, njoo nisaidie shirika langu, njoo nisaidie biashara yangu, lakini hawajaona kile kizuri unachokifanya katika biashara yako. The point is, make sure people cannot miss your hustle. Make sure it is on their face, ili kwamba akiulizwa kukuhusu aseme yule mwenye anauza machungwa, because ule uuzaji wa machungwa is unmissable in your life. So make sure products zako zinaonekana, your effort zinaonekana, your seriousness is felt, and your record iko vizuri katika maisha ya watu. Then kila mtu atakuja kwako, kwa sababu everybody who supports anything wants to share success. If you are a failure, hakuna mtu atakuja kutaka kuwekeza kwako. But if you are successful, everybody wants to work with you. So create the results first, and then the support will come. Results attract resources. Nukta nambari 9, documentation sells you. How much documentation are you making katika biashara yako? Make sure una document sales zako, una document expenses zako, una document profit yako, ndio usile mali atakula profit peke yake. Document customers wako, wale ambao wananunua zaidi, wanaona unanunua bulk, yule mwenye anakuja mara moja kwa mwezi, yule mwenye baada ya miezi mitatu ndipo anatokea. Make sure you know all of them. Alafu pia document your feedback. Watu wamesema nini kuhusu wewe na biashara yako? That is very important, kwa sababu hiyo itakuwezesha wewe uweze kujiongeza. Pale ambapo watu wanaudhika, unaparekebisha. Pale ambapo watu wanapendeza, unapaongeza zaidi. Lakini if you don't document, you can't do that. So take away message yako kwamba this is the secret to getting loans, grants and business credibility. What is the bank na story ya mdogo peke yake? You have to show records. Nukta nambari 12 ni kuwa collaboration beats competition. Kitu ambacho nimekuja kufadhaika nacho sana, waziri ukiwa hapa. Vijana wetu wengi ambao wanafanya biashara kama katika mashirika wameweka mbele competition. Mimi sijaona mtu mwenye amekuja kupeana mtu kikombe kwa sababu ameshindana na wenzake. I've never seen anybody. Lakini vijana wanapofanya kitu zao wanashindana wao kwa wao instead of collaborating. You are killing each other. What is important ni kwamba you fight for space in the same market, alafu wanaumizana wao kwa wao. But if you collaborate, you can earn more. Mfano, tailor and a designer naweza fanya biashara pamoja. Mimi na shona na wewe ni designer. Nipe design ni kushona, utafikia customers wako. Mimi napaka na wewe unapaka. Photographer na makeup artist. Wewe
ukipiga picha hapo tunashindania. Farmer na bodaboda, ana boda ride. Mkulima unahitaji bidhaa zako zifike sokoni. Bodaboda anakupelekea. Sasa tunashindania nini? So there are more opportunities for collaboration na kujenga biashara kuliko competition. Sijaona mtu mwenye amejengeka ama amepata kikombe kwa sababu ameshindana na mwenzake. Partnership multiplies success. That is your take home message from that point. Partnership multiplies success. Nukta number 11 of 12. Every day you learn or you lose. Katika maisha ya uwana biashara kama kijana kama mtu mzima, kila siku soma kitu kingine. Kama jana biashara ilifunga na pesa fulani, leo imefunga na pesa fulani, that is a lesson. Kama jana kuna vitu fulani vilikuudhi mtu, that is a lesson. Kama leo kuna kata na mmoja amependezwa na kitu fulani, that is a lesson. Itumie kujijenga. So every day unafaa kujijenga kwa yale mafunzo ambayo unapata aidha katika dunia na katika biashara yako. Take home message from that is the moment you stop learning, you start failing. Ile siku utaacha kusoma, unaanza kuanguka. The last point ni your mindset is your biggest currency. Yani hali yako ya akili ndio sarafu yako. If you have a negative mindset, you will lose. If you have a positive mindset, you will win. If you think small, your life becomes very small. If you think impossible, your life and business becomes impossible. But if you think grow, your business grows. What's your take-home message from this one? A poor mindset is more dangerous than a poor background. Unapokuwa na poor mindset, hiyo poor mindset is more of a poison kuliko kusema kwamba mimi nilizaliwa katika family ambapo kwamba watu hawakusoma, watu hawana chochote. Unaweza toka family ambapo kwamba watu hawana chochote bohe unaishi kwa nguvu za macho siku songei, lakini if you have a positive mindset, you can't be Kenya's president. That kama umezaliwa katika mahali penye opportunity zako mwenyewe you are negative, una complain kila kitu unachokiona, my friend, you are doomed and you are going to fail. Thank you very much and God bless you. Yeah. Good afternoon, my name is Damaris from Tabasamu Sacco. Now, we are challenged by our young entrepreneurs. One, they come with one lack of role models. They borrow some funny ways of starting businesses. Yes. And then they go into wrong partnership. Utapata vijana wetu wameenda pale TikTok, ameona biashara exist for over 10 years. Yeah. Then they want to start with the exact capital of that business in the same state. Then the possibility of that business continuing iko chini. So inamaanisha kuwa wale vijana ama zile young business, they normally start on a wrong foot, then they go to wrong partnership. That wrong partnership cost the entire investment, then in a fail for very short time. Then another thing is about consistency. They are not patient, as my fellow panelists have said. They are very aggressive. They want to make things change at a very fast rate, which does not happen. And maybe it costs the lifespan of that business. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Good afternoon. Good afternoon. Thank you. I'm Levis Masinga from NCBA Bank. My take is that most people do fail in business because they do lack that enough management skills. You find that before someone starts that business, maybe because a friend has started that business, then you find that, he emulates his friend, but he doesn't have that skills, that management skills to manage that business, because you need skills to manage that funds, those funds that you get in business. You need skills to manage them, and then you also need to have a well-outlined business plan before you do start any business. Because if you aren't prepared, that means it's like a cow without a driver. You need that business plan that will entail everything that you will need in your business. So, as when you do begin that business, you already prepared for the marketplace. You have identified the market, you have identified the trends, and how
how you are going to maneuver in that business. And then we have that poor planning, you know. That's what makes people do fail in business. Because you have a plan, but you know, you just enter business, no plan, you know, that will make you to fail because it's like you lack direction, yeah? And then you also have that lack of capitalization, you know, you lack funds, and then yes, you are yearning to start a business, but unfortunately you don't have enough funds. So you find the little that you have, you begin a business, but now the business that you are beginning, you have no plan for it. You don't know how much you will need to begin this business. That's will finally lead you to your business failure. Thank you so much. And then maybe to add on, there are some who do face those regulatory challenges. You find, for example, in licensing, maybe you need to start a limited company, but you find that there are those regulatory bodies that will monitor your business, your taxes, and whatever. You find that when you have those challenges, probably you will fail. Thank you so much. Kama Equity Bank, biashara tunasupport biashara mara mbili. We supporting micro, medium and small enterprises, largely there is SME loans and the biashara loans. So normally, what happens when you want to you operate a running business, because that is largely what commercial banks support. When you are operating a running business, you need to have an account with that. And when a commercial bank is issuing a loan, we're looking at your repayment capability. So huwa tunaangalia sana the turnovers, especially for example when you have a boutique, you operate a boutique, we're looking at your turnovers per month. Then based on that we get to how much are we supposed to give you based on your repayment ability. But normally, if it is somebody new to the bank or a new customer, then we start a new journey from, you know, opening account. But we project the future because this is largely business, either registered or not registered. The first thing we issue to you is payment so that we could easily track your turnovers on our end through your activity, account activity that is. So, here on Safari, we do the due diligence and we want to make it so in the public that no money lending institution, be it commercial banks or other microfinance institution, would give you a loan if you have a negative credit history. So those are the audits that we check into. But we support fully, we support new businesses. Normally if you're new to the bank, it takes a period of 3 months. If we work the journey together, then we'll be able to give you what we call a merchant loan, ili ikusukume kuendeleza biashara yako. Asante. Okay, asante. Tutaruka kidogo kwa Machausa. Machausa, swali lako linakuja. Tuko kwa kama sako, Tabasamu Sako, tunajua kwamba mnadili sana na wafanyikazi. Kwa wafanyabiashara ikoje? Maanake tunajua kwamba mnatoa mikopo. Je, mnatoa mikopo kwa watu ambao tayari wana biashara kubwa ama hata kwa wadogo ambao pia wanachipuka? Thank you so much. Now, from Tabasamu Sako, initially we've been a Sako that is employer based. Okay. Tumekuwa kufanya kazi na wale wafanyakazi ambao wana payslip. Okay. But we have a segment, ama we have a wing ya business, micro, na wanafanya biashara kidogo, watu wadogo. Yes, yes. Now, there's something that ulimuuliza, I wish wale wanaanza biashara, wale wadogo waelewe. There's no institution that funds any startup. Bank zote, if you go anywhere, nobody will finance a startup. Now, there's a presentation that has been done, and there was a point of, we will partner with you at the point where you have started something. Okay. Kwa hivyo sisi kama Tabasamu Sako, wakati ule mwanachama, because ina Sako, wakati unajoin pale Tabasamu Sako, unakuwa mwanachama. When you become a member after a span of 3 months, we are able to partner with you kwa pande ya mikopo.
Nao mikopo utapewa mara 3, mara 4 au mara 5 ya zile deposit unazo. But this is how the journey starts. One, you have to register as a member of Tabasamu Sacco. Then the bank Sacco itakupatia opportunity wewe kama mwanabiashara to document your transactions. Dear our dear members here, I'll tell you something for free. Now, my friend from Equity Bank amesema pia kuwa there are 2 things that as business people we have to be very keen about. One is documenting your past history. Your past credit history is something that entirely is your backbone of your business. Today, utasikia mtu akiuliza swali ya kwanza na mnaangalia CRB. It is something that we have to warn people. Just have a credible history. If you want to partner a sustainable relationship with any bank, any institution, even your financials, there is something called guardian angels. These are people who can come to your business or finance your business. They want to also know your past history. Kwa hivyo sisi kama Tabasamu Sacco, we wish to document your history from the word go when you join as a member. One, ensuring that you have a paybill, a working paybill, yenye tunaona transactions zako ziko vipi. Number 2, we wish to know ile CRB yako, history yako ya kukopa iko vipi. Then there's a brief that a checklist that I give our team here wakati tunaenda kwa bank to do any application. After all umekaa kwenye ile bank miaka 3, miaka 4, miaka 5 ama hiyo miezi mitatu, there is something that they will question at point umesema naomba mkopo kwenu. Okay. And the first thing will be your character. Okay. And that character is established through your M-Pesa statement and through your CRB. Kuna changamoto in something we call collateral. Wale vijana wetu unapata wanaanza biashara, but at some point ukienda bank wanakuambia we need a collateral. That is why our fellow panelists ameongea kuhusu a rich network that you have. Partner with people who can as well substitute your collateral at point where you need to do this business. Again, we normally question your going concern of your business. This business, nikiangalia mimi kama bank, wakati tumekuja kwetu kuuliza loan, tutaangalia hii biashara how sustainable is it. Huyu mtu mwenye amekuja kuitisha loan, anaitisha loan tumpatie na miaka 5, miaka 8, miaka 2, miaka 3. Will this business be there in that time? So we really encourage members to document your history, document your transactions in any bank that you go, and I can tell you that this bank, this institution, all of us, we are using a similar partner, that is the reference bureau, and people to scale a statement from other institutions to know what to normally do. Thank you. Asante. Twende kwa Lewis. Lewis kwa wale ambao vijana anachukia pale ama kwa wale wafanya biashara wadogo wadogo, pengine inakuwaje kwa kwamba mikopo ya kwa friendly kwao ndio nao pia waweze kupata mkopo na kuendeleza biashara. Kwa chache kabisa, maana tunataka kupatia waziri aweze kuzungumza kabla tumwachie, maana yuko na kazi nyingine. Thank you so much. I will talk more about NCBA, what we normally do. Yes. NCBA is a leading financial platform that inspires or growth you as a business person. And why should you choose NCBA for those loans? At NCBA, there is integrated financial solution. For us, we do offer solutions to you concerning those products. You need that asset so that you can grow your business, so that you can impact more customers of yours. We offer several products, that asset, that loan for you, for your business. And then we have that capacity building, whereby we do run programs, business programs to youth and those who would like to engage in business. We do offer those money for you to get those skills, so that when you begin that business, you are already equipped with those skills to manage your funds, to manage your business, and also keep your financial records. And then we also do innovation. Much at time
invested much in innovation, and you find much of time for all loans, for all accounts to open. We do them digitally. If you need a loan for your business, you can do it digitally through the mobile phone, and then you can also Google that website for the NCBA, and then whatever you want at your comfort of your seat, you will get those loans for you to develop your business together with those skills. Or they are online, and then for us, we are customer centric. We do offer those rates that are affordable to each and every client of ours for that who need to start a business. You find that we lower our rates, our base rate is low, so that it can be affordable to each and everyone who would like to start a business. Thank you so much. Asante. Mwachauza, kabla tuendelee tukatia waziri, kama shirika la Sambas Project Agenda, huwa mna offer ile kwamba support kwa wale vijana ambao wanaingia kwenye biashara hii kama shirika, sio kuna mikopo, lakini kuna zile kwamba grants maybe kufacilitate kwa ajili ya uwezo wa kuingia kwenye biashara, mtu asimalize wiki akaana pesa mtaji wote akaula. Asante sana Ras. Nadhani kama shirika kuna vitu kadhaa ambavyo tunaweza kufanya kusaidia vijana, na mojawapo ni mafunzo ya kibiashara. Katika mradi wetu tajika unaitwa Shared Futures, tangu mwaka 2019 mpaka sasa nadhani tumeweza kufikia vijana zaidi ya 2000 kwa mafunzo ya kibiashara, na tukileta magwiji ya biashara kuja kuongea nao, kuwapatia mentorship na pia kuwapatia mafunzo ili kwamba wanapoanza biashara wajue namna ya kuziendesha. Na tumefuata vijana wakiwa kwenye makundi groups, tumeenda kwa maskani groups wakifundishwa biashara na pia individuals. Pili, tumeweza kuwapeleka individuals katika mtaala mzima tunauita apprenticeship, ambapo vijana ambaye angependa kuwa seremala, angependa kuwa mtu wa welding, ama angependa kuwa mechanic, tunamuunganisha na business owner ambaye ni local, ambaye tunazungumza naye ambaye yuko tayari kumfundisha. Sisi tunapeana vifaa, alafu yule mwanabiashara anafundisha vijana, alafu katika vijana 40 wale ambao wanaonekana na nidhamu na ari ya kufanya biashara, tunapeana wale 20 startup kits, ambapo sasa na wao wanasimamia wanaanza biashara zao pekee. Na tumefanya hivyo sasa hivi, nadhani tumefikisha zaidi ya vijana 60 katika Kwale County, na kuna jambo kwamba wako kwenye process sasa hivi, na kuanzia Januari kuna vijana 20 ambao tutaenda kufungulia biashara mpya pia na wao. Hilo ni jambo la pili. Upande wa miradi tumeweza kufundisha ama kutrain vijana ambao wameanzisha their own social groups, youth groups ama self-help groups ama CBOs. Tumeweza kutrain vikundi zaidi ya 28 kwa miaka miwili iliyopita, na kuna venye ambao tumeweza kusimama na miguu yao vizuri, na kuna venye labda hakufuata maagizo na vikaanguka. Katika vile ambavyo tungependa kupeana sifa zaidi, kuna group pale Kubani, msichana akiitwa Nsema, pia yeye amefanyika kwa Shared Futures, na pia amepata fursa ya kufundishwa namna ya kuwekeza katika kikundi wa hapa West Management. Sasa hivi yeye anaajiri vijana wenzake 20 na anafanya kazi nzuri sana, mpaka anafanya kazi, amepata contract na Kwale County Government. Kwa hivyo ni katika wale vijana ambao ni sifa ambao tunaweza kusema tunatupendeza. Mwingine msichana anaitwa Alice Waiton, ambaye pia ameanza shirika lake linaloitwa Green Mind Youth Initiative, anafanya masuala pia ya climate action, anafanya kazi na shule 5 ambazo wanafundisha vijana namna ya kuchunga mazingira. Yeye pia katika zile sifa ambazo tunatupendeza. Kuna vijana wengine kama Young Generation Talent Snatcher pale Buga, na wengine wengi ambao hatuwezi kuwataja wote. Kwa hivyo hizo katika njia 3 za nyingi ambazo kama shirika tunaweza kuwekeza ili kwamba tunaweza kuinua mustakabali wa vijana kwa kweli. Asante. Jamani, tutapata fursa waziri azungumze nasi, maana anataka kuwahi. Alafu kama kuna maswali tutakuwa tunapatia dakika 5 mweze kuzungumza. Kwa sasa waziri, tafadhali ni kuombe uje uzungumze na wale wakazi wa Kwale na wale wafanyabiashara ambao wameweza kufika hapa siku ya leo. Najua umechoka, lakini hivyo uweze kupata nafasi. Wana kiu sana kusikia pengine kama wizara na kufanya nini kwa kwamba biashara inazidi kuimarika zaidi.
najua ni weekend na wengi huwa tunapumzika weekend, lakini when duty calls tunafanya ile inapaswa kufanya. Nichukue fursa hii niweze kujitambulisha wale ambao hatujajaliwa kukutana siku nyingine. Jina langu ni Michael Mutua, waziri wa utalii na biashara kaunti hii ya Kwale, tukiongozwa na mama tunayempenda kipenzi chetu Gavana Fatuma Achani. Nichukue pia fursa hii niweze kuwashukuru vijana ambao walikuwa na maono ya kuweza kupanga kongamano hili la wafanya biashara. Najua wako vijana kadhaa wakiwa wanaongozwa na directors wa Karim Business Trade Limited, kwa sababu hao waliweza kutu-approach kama department na kama serikali, na sisi tukakubali kuwaunga mkono ili tuweze kuwa na platform ya kuleta wafanya biashara